Yanga walistahili kushinda hii mechi. Hata kwa sare tu Yanga ingekuwa bingwa. Tumeongoza goli la kwanza, la pili. Kwa timu kiangalia kwa haina uwezo wa kuweza kupindua ile matokeo. Maana yake nini? Quality ya Yanga Afrika ni kubwa, ndio leo imetuadhibu. Tusipepe macho wala nini. Leo nashangaa mtu mwingine anamlaumu viongozi wanahusiana na nini? Timu imekuja imecheza, performance imeonekana, uwezo. Tusajili tuingie mfukoni, tutafuta wachezaji aina kama kina Pacome. Ndio timu itaweza kufanya vizuri. Mnakiri kwamba Pacome ni bora? Ya, ana uwezo mkubwa. Sisi tumeona hapo. Amecheza kwa relax kabisa. Hata Mzinze kaonyesha kwa kucheza kwa relax. Wameonyesha ukubwa wao. Yanga wameonyesha ukubwa na wamestahili kushinda hii mechi ya leo. Na tukiendelea kulaumu viongozi tunaonekana sisi tuna matatizo. Tuna matatizo kwa sababu viongozi hawajaja kucheza hii mechi. Wachezaji wameonekana uwezo wao. Uwezo ulikuwa wazi tu. Ukiangalia kina Ahoua chini ya kiwango. Hata wewe ukimwangalia Kagoma chini ya kiwango. Wamekuja wamemtoa nani chini ya kiwango. Yaani wachezaji wote wa Simba Sports Club kukutana na Yanga Afrika inabidi tujipange kwa mara nyingine tena. Hatujafungwa kwa kubahatisha, tumefungwa kwa uwezo. Kwa Yanga hawezi kuwa bingwa mpaka mkabe mpanzu mmemkaba. Ndio imeonekana na mbaya zaidi kwamba tumeletoa marefari kutoka nje ya nchi. Na wamekuja kuonyesha kwamba ni kitu gani kwamba uwezo wetu sisi ndio ulipoishia pale. Kwa hiyo sisi tujipange tena upya kwa ajili ya mwaka kesho. Yanga nao wamefichua mapya. Yes, umeona? Marefari sema ambao ni penalty, anakuambia sio penalty. Sisi ambao tulizoea kwamba ni penalty. Sema ambao ni faulu anakuambia sio faulu. Na magoli yanayofungwa amefungwa magoli mazuri. Kipa uwezo katoka kwenda kumgasi striker. Kawaida ni penalty ndio itatokea. Goli la pili umeona lilivyofungwa. Kwa hiyo kwa ujumla siku hii ya leo tumekubali matokeo, tumefungwa na timu ambayo ilikuwa na quality kubwa, tujipange kingine mwaka 2026-27. Kwa viongozi mchungaji wanasema viongozi hawafai mara 5 mfululizo. Ni kweli viongozi hawafai? Mimi napingana sana na mtu ambaye anasema uongozi haufai. Haufai kivipi? Quality wachezaji tulioleta ndio hii na tukumbuke kwamba tunajenga nini? Tunajenga timu. Kujenga timu kwenyewe ndio huko hapa. Tumefungwa, tujipange vingine tena, tutafute wachezaji wenye uwezo, tuweze kufanya vizuri zaidi. Ulikuwa ni msimu na mbaya zaidi mwaka kesho tunaenda klabu bingwa. Viongozi hawafai waliwaaminisha kwamba hamtocheza siku ya leo. Viongozi na mimi narudia tena. Viongozi narudia tena. Viongozi wa Simba wasiingizwe kwenye matatizo haya. Kwa nini na hawahusiki? Timu ya quality wameonekana wachezaji uwezo wao. Mchungaji walisema hawaleti timu tarehe 15. Hata kama tusipoleta timu, Yanga ilikuwa lazima tukutane nayo. Hata kama lazima bingwa ilikuwa lazima ipatikane. Bingwa ilikuwa lazima ipatikane hata kama tungecheza mwezi wa 10. Nasema hivi, tungewaachia viongozi ni yale. Tungewaachia Yanga ni yale. Yanga ingekuwa bingwa. Tumekuja tumeonyesha performance tulionayo, uwezo tulionao, ndio hiyo imetokea. Wanasema viongozi wamewasaliti viongozi wanahusiana nini? Viongozi wanahusika vipi hapo? Wao ndio wanaratibu. Wachezaji, viongozi wanajaja kucheza. Wachezaji wameonekana performance zao asilimia kubwa ni pua. Tutafuta wachezaji wenye uwezo mkubwa. Basi. Safari hii mchezaji mkoa na wachezaji bora. Mjadelewa. Mimi nasema kwa mechi hii ya leo, kwa mechi ya Yanga Afrika, mtu yeyote ambaye atakuja hapa akwambie eti kiongozi yote atoke aende wapi? Viongozi wanahusika na nini? Mchungaji hao viongozi ndio wanawasajili wachezaji wenu. Ndio hii timu ambayo tunaijenga. Simba hii tunaijenga. Simba hii tunafanya nini? Tunaijenga. Kama unaijenga Simba, matokeo yao lazima ukutane nayo. Hata kama leo usingekuja, Yanga bado angeendelea kuwa bingwa tu. Kwa hiyo sisi mimi lazima nasimama upande wa viongozi. Sioni ubaya wa viongozi wote. Hata kama ni mara 10, tumekuja safari hii kwa ajili sisi. Leo tumekuja kwa ajili yetu kudhihirisha Simba iko katika kiwango gani. Kwamba ikutana na Yanga kwa safari hii kwa sababu tumecheza ligi kuanzia mwanzo. Tujue kwamba ni kitu gani ambacho kitasababisha Yanga Afrika mwaka huu tuweze kucompete nao. Kilichotokea ni kwamba uwezo ndio huu tunaoona. Leo aniambie leo. Wewe kiongozi wa Simba unamwomba lipi? Mchungaji mnaitwa machaa sasa kwa sababu nauliza swali. Viongozi wa Simba unalomba lipi? Wamechelewa kutangaza mechi. Hapana, hata kama tungecheza mwezi wa 10 kwa wachezaji hawa tusingeweza kusurvive. Kwa hiyo unaelewa? Tumefungwa tu. Simba ni kibonde kwa Yanga. Maana yake ni kwamba hivi tunahitaji kupata quality wachezaji wenye uwezo mkubwa kuweza kucompete na Yanga Afrika. Ila hawa nasema hivi, Simba hii hapa hii ni special kwa ajili ya kujengwa. Simba hii ni special kwa ajili ya kujengwa. Kama tunajenga lazima ukubali matokeo kama haya. Mchungaji, kwenye moja ya nukuu zako ulikuwa unasema hakuna mchezaji wa Simba wala Simba hahitaji mchezaji ambaye anakaa muda mrefu ili kuingia kwenye mifumo. Leo hii unabadilika mchungaji. Ndio timu tunaijenga. Timu usikiangalia ndio msimu wake wa kwanza.
Huu ndio msimu wa kwanza. Tulisajili wachezaji 14, msimu wake wa kwanza ndio huu hapa. Kama ni msimu wa kwanza, lazima upate matokeo kama hayo, ujue wapi panavuja. Kwanza mchungaji, lakini mmefungwa mechi 5 mfululizo. Hata tumefungwa 10, ndio maana kujenga timu. Timu tunaijenga na itaimarika kuanzia mwaka kesho. Mimi silaumu kiongozi yoyote. Viongozi wamefanya kazi yao. Quality ya wachezaji imeonekana. Ujenzi bado unaendelea. Ndio maana kocha bado tunaendelea kuwa naye, maana ujenzi bado unaendelea. Leo hii haifikia tutaonekana sisi hatuna akili. Kila tukifungwa viongozi, kila tukifungwa viongozi, tunaonekana sisi hopeless. Tukubali quality ndio imeamua mechi hii ya leo. Mchungaji, watu wanasema nyie mtapata 200, 300 mfiche madhaifu ya viongozi. Hatuna madhaifu ya viongozi na hakuna watu ambao wanapata 200. Hakuna watu kama hao. Quality ya leo imeamua. Leo tumeenda mbali zaidi, tumechukua marefari kutoka Egypt. Ili waje wachezeshe, si haki imechezeshwa hapo. Na angekuwa mbongo leo ingekuwa ni kesi. Bahati mbaya ni marefari ambao wametoka Egypt ambao wameonyesha uwezo mkubwa, performance kubwa na matokeo ndio yamepatikana. Kwa hiyo ukimwona mtu yote wa Simba analaumu viongozi, huyo sio mtu wa mpira. Mchungaji Pacome Zouzoua, kwa mchezo kwa yale yalotokea, tunahitaji kusikia neno lako mpaka sasa. Asante sana. Asikubali kushindwa, si mshindani. Tumecheza mpira lakini matokeo hayakuwa upande wetu. Kwanza kwa jina naitwa Ayubu John, katibu wa tawi la Simba Karume Nsogolo. Kwa siku ya leo nadhani ni mechi ambayo imetuumiza kwa kweli. Lakini hamna namna, kwa sababu mpira ni matokeo ya uwanjani. Na ninaamini viongozi wangu tutaongeza usajili ambao ni kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji ambao kama wametuangusha kwa kweli. Especially kwa kipa naweza nikamlaumu kwa mfano goli la kwanza, alafu hata ndani pia kuna baadhi ya wachezaji ambao wametuangusha. Kwa hiyo mimi na imani, kwa sababu msimu huu tulikuwa tunajenga timu, tumepambana mpaka tulipofika hatua hii hapa. Kwanza nampongeza mwalimu wangu Fadlu Davis kwa kazi kubwa, kwa sababu kufikisha timu finali kombe la shirikisho Afrika ni jambo kubwa. Na hii hapa washindani wetu, kwa sababu ni watani ambao wametengeneza timu yao muda mrefu, na sisi ni wakati ambao tunatengeneza timu. Kwa hiyo na washauri viongozi wangu kwamba kwa msimu ujao tujaze mapengo haya ambayo yameonekana, tusajili kikosi ambacho kitaonyesha ushindani zaidi, kwa sababu kuna baadhi ya sehemu ambayo tunaona kuna mapungufu. Na ni dhahiri kwamba zile kelele za kusema marefali zimekwisha leo hii. Kama ni matatizo yapo ndani nyewe wenyewe. Ukisema matatizo yako ndani, marefali wamechezesha, wako fair, wamecheza vizuri tu, lakini ndio hivyo, lazima tukubali matokeo, kwa sababu mpira ni mchezo wa makosa. Kwa hiyo ukifanya makosa unaadhibiwa, na makosa tuliyofanya tumeadhibiwa. Kwa hiyo lazima tukubali na matokeo yenyewe. Mechi ya 5 mfululizo sasa naipoteza dhidi ya watani wenu Dar es Salaam. Tunaweza kusema Yanga ndo hamwezi kabisa? Hapana, hii ni sehemu, kwa sababu mpira ni mpira wa miguu. Ukisema kwamba mechi 5 mfululizo, sisi tunakubali na hali yenyewe, kwa sababu timu yetu tunaangalia, tulikuwa tunajenga timu hapo katikati wenzetu, kwa sababu na wakati hata sisi kama unaangalia tulichukua back to back mara 3 mfululizo, na wao pia walikuwa na struggle. Kwa hiyo ni wakati ambao lazima tujifunze kwamba wao walitengeneza kikosi na mpaka sasa hivi na wapo matokeo mazuri. Naamini kwamba tutalipiza kisasi kufunga mara 5 mfululizo. Mimi naamini tunapotengeneza kikosi kuanzia mwakani tutapata matokeo mazuri sana. Hata sisi tutawafunga, tutalipiza, kwa sababu Simba na Yanga huwa tunalipiza.